Waebrania 13 mstari wa 4. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 na mstari wake ni ule wa 4. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Iheshimiwe na watu wangapi jamani? Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi. Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia nini? Adhabu. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi. Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Naomba mshike mkono jirani yako, mwangalie usoni kwa herufi kubwa kabisa. Mwambie heshimu ndoa. Mwangalie kama mtu mwenye mamlaka, asikuogopeshe uso wake. Mwambie heshimu ndoa. Mbona mnaongea kwa upole hivyo? Mwambie kwa sauti kubwa kabisa, heshimu ndoa. Amen. Ndoa na iheshimiwe na watu wangapi? Wote. Mwambie jirani yako, wote ni pamoja na wewe. Hallelujah. Anasema na malazi yawe safi. Kwa sababu isipoheshimiwa hiyo ndoa, kule mbele kuna nini? Kuna hukumu. Amen. Takumbuka mara ya mwisho tulipokuwa na ndoa tuliofungisha ya mwisho kutoka hii iliyopo sasa hivi, tulikumbushana kwamba ndoa ni madhabahu ya Bwana na inapaswa kutendewa haki kama madhabahu takatifu ya Mungu. Na watu wote wakasema. Tulikumbushana kulikuwa na ile eneo linaloitwa Edeni, na tukasoma yale maandiko yanayosema Mungu akapanda bustani mashariki mwa Edeni, alafu akamchukua yule mtu aliyemuumba akamweka ndani ya ile bustani. Tunakumbuka hiyo habari. Na ile bustani Mungu aliifanya kuwa madhabahu yake. Maana mojawapo ya neno madhabahu ni mahali ambako Mungu anakutania na watu wake. Madhabahu ni eneo ambalo ulimwengu wa roho unakutana na ulimwengu wa mwili. Madhabahu ni lango. Kwenye madhabahu ndiko vitu vinatoka ulimwengu wa roho kupita kuingia kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu na asifiwe sana. Narudia tena, Bwana asifiwe. Madhabahu ni lango. Madhabahu ni kituo cha kukutania roho na mwili, mwanadamu na Mungu. Na ndio maana hata aliposema miili yenu ni hekalu, ndani ya hekalu kuna madhabahu. Maana yake mwili wako ni eneo ambalo Mungu husema na wewe, na kupitia wewe Mungu atasema na wengine. Na ndio maana kama madhabahu ya Bwana, tukiweka mikono juu ya wagonjwa wanapata nini? Wanapata afya, kwa sababu ulimwengu wa mwili kupitia wewe uliye madhabahu, nguvu yake inaenda inagusa watu wengine. Madhabahu
ni eneo ambalo Mungu anakutania na watu wake. Na sasa anasema ndoa, jamani, iheshimiwe na malazi yawe safi. Kitanda chenu cha ndoa ni madhabahu ya Bwana takatifu. Maana hapo ndipo tunakumbuka Mungu alipowatembelea Adamu na mke wake kwenye hiyo madhabahu ya Eden. Akawaambia, mimi ni muumbaji na nimewaumba nyie. Sasa mtashirikiana pamoja nami kuendeleza kazi ya uumbaji. Zaeni mkaongezeke. Muijaze nini? Ndugu wananchi, muijaze nini? Zaeni mkaongezeke, muijaze nchi. Hilo jukumu la kuendeleza uumbaji duniani, Mungu akakabidhi mume na mke. Mna jukumu la kuzaa. Na anaposema kuzaa ni katika roho na katika mwili pia. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nimewaweka mwende mkazae nini? Matunda. Na matunda hayo yapate kukaa. Naomba nisikie amina nyingine. Kwa hiyo tuna jukumu la kuzaa matunda yale ambayo Mungu aliyakusudia yazaliwe hapa duniani. Sasa Mungu ametupa sisi hiyo mandate. Mungu ametupa sisi hilo jukumu. Kwa upande wa wanadamu pia Mungu ametupa hilo jukumu la kuzaa. Kwenye maisha yetu ya kila siku tuna jukumu la kuzaa matunda. Kwa wanadamu Mungu ametupa jukumu hilo la kuzaa, na ni jukumu ambalo Mungu mwenyewe ndiye alipaswa alitekeleze. Tukizaa watoto hawamuiti Mungu babu. Wewe unamuita Mungu baba, mama yako anamuita Mungu baba, babu yako anamuita Mungu baba, watoto wako wanamuita Mungu baba, wajukuu wako watamuita Mungu baba, vitukuu vyako vitamuita Mungu baba. Mungu hanaga mjomba, hanaga mjukuu, wote ni watoto wake. Na kama wote ni watoto wake, yeye ndiye baba, wala sio baba mkubwa, baba wa wote. Baba wa mimi, baba wa watoto wangu, na ni baba wa wajukuu wangu. Ila jukumu hilo la kuzaa akalitoa kwake, akatukasimisha sisi. Tunazaa kwa niaba ya Mungu. Wewe hauna uhai wa kutoa, mke wako hana uhai wa kutoa, ila mnapolala kwenye kitanda chenu, mbegu ya mwanaume na yai la mwanamke vinapoungana, Mungu anaachilia pumzi ya uhai, anatia uhai, anatia roho. Mungu wangu. Na huyo kuanzia hapo anaitwa mtoto. Kabla ya hapo, hizo mbegu zingine zote zinazopoteaga ambazo hazijakutana na yai sio mtoto, ni mbegu. Mayai yote yanayoharibika yanatoka kama mzunguko kila mwezi, hayo ni mayai, sio watoto. Linapoungana yai na mbegu, Mungu huingiza spirit, nafsi. Yule kiumbe pakiungana tu roho inaingia na anafanyika kuwa nafsi hai. Ukinywa dawa umtoe, umeua kuanzia hapo. Tuko pamoja watu wa Mungu? Na kumbe mwapo katika kitanda chenu cha ndoa, mnapotekeleza jukumu la Mungu la kuleta watu duniani, Mungu mwenyewe yuko hapo kuingiza uhai. Ulimwengu wa roho uko hapo kukutana na ulimwengu wa mwili kuendeleza uumbaji duniani. Ndio maana akasema ndoa na iheshimiwe. Kwa sababu wakati wa tendo, ndio maana huwa inaitwa tendo la nini? Ndio maana inaitwa tendo la nini? Maana yake kama sio ndoa huruhusiwi.
Kama sio ndoa ufanye nini? Uruhusiwi. Kwa sababu kwa hilo tendo Mungu mwenyewe anakuwako kuendeleza, ni madhabahu. Sana mnaangalia vibaya, yani Mungu kabisa anakuwako. Ni rahisi tu, Mungu yuko mahali pote. Ni omniscient, yuko kila eneo. Hapa yupo, popote Mungu yupo. Wangapi wanamwonea aibu Mungu? Okay. Hebu sema, ndoa ni madhabahu, na kinachozaliwa na ndoa ni madhabahu pia. Amen. Wateule tuko pamoja? Narudia tena, wateule tuko pamoja? Iheshimiwe. Mheshimiane nyie. Baba aheshimiwe kama baba na apewe stahiki yake ya heshima kama baba. Mama aheshimiwe kama mama na apewe stahiki yake ya heshima kama mama. Watoto waheshimiwe kama watoto na wapewe stahiki yao ya heshima kama watoto. Mungu wangu, hebu tusome maandiko kadhaa hapa alafu tuone tunakwenda wapi. Hebu hiyo Waebrania, hebu fungua sura ya 7 pale nisome maandiko fulani hapo. Tuanzie mstari wa kwanza. Inasema hivi: kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salem, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Ni ajabu sana. Hapa sheria ilikuwa haijaingia wala Musa hajaandika watu watoe zaka. Ibrahim alipopata tu ushindi na akapata mateka, aliporudi, alipokutana na Melkizedeki, moyoni mwake alisikia, nitoe sehemu ya 10 kwa huyu Mungu wangu. Mungu akikufanikisha chochote, nimeongea mara kadhaa kwenye somo hili, cha kwanza moyoni mwako kisiwe mipango yako. Mara Mungu anapokufanikisha, cha kwanza kuja moyoni mwako iwe Mungu aliyekufanikisha. Naomba nisikie amina mahali hapa. Awe namba 1. Nasema Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake la kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salem, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Mtu mmoja aseme wow. Bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Angalia sasa hapa. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Na katika wana wa Lawi nao, hapa Paulo alikuwa akifundisha, anawaelezea watu habari ya sehemu ya 10 na namna ambavyo unapotoa sehemu ya 10 wewe kama madhabahu, na unapoifanya kwa mfano wa Ibrahim ambaye tumemsoma hapa, baba yetu mkuu, na alikutana na huyu mfalme wa Salemu ambaye anafananishwa na Kristo Yesu. Anasema namna hii, mwandishi wa Ebrania anatoa maelekezo kwa sisi wanadamu. Mstari wa 5 pale: katika wana wa Lawi nao, wale waupatao ukuhani, wana amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Hebu mtu mmoja aseme kiuno. Haleluya. Wametoka katika viuno vya Ibrahim na wameteuliwa wapokee sehemu ya 10 kwa niaba ya Yesu Kristo. Kama ambavyo hapa
mfalme wa Salemu, ambaye hana baba hana mama. Jamani, asiyekuwa na mwanzo na asiyekuwa na mwisho ni mmoja tu, Mungu wetu aliye hai, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ni Alfa na nani? Yeye ni mwanzo na tena nini? Yeye ni yeye yule jana leo na hata lini? Yeye hana mwanzo wa siku wala hana mwisho wa siku. Sasa badala ya yeye kupokea, yeye ambaye ni roho, Mungu ni roho, akakasimisha jukumu kwa uzao wa Lawi kwamba mkipokea nyie mmeniwakilisha mimi kupokea. Sasa mwandishi wa Hebrania anawafundisha hapa, anasema Lawi aliyekuwa kwenye viuno vya Ibrahim alipozaliwa, kwa sababu Ibrahim naye alipewa jukumu la kuzaa, kuendeleza kazi ile ambayo Mungu angeliifanya. Kati ya wale ambao wameumbwa kupitia yeye, Mungu anateua mmoja Lawi kwamba atakuwa anapokea fungu la 10 kwa niaba yangu badala ya mimi Mungu kuwako hapa duniani. Sasa anasema hivi, mstari wa 6, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahim, huyo Melkizedeki, akambariki yeye aliye na ahadi Ibrahim, wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. 8, na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10. Lawi kipindi hicho, leo hii ni madhabahu ya Bwana kanisani. Bali huko mbinguni, hapa duniani wanadamu wanaokufa hutoa sehemu ya 10, lakini katika ulimwengu wa roho anasema huko, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai, Yesu Kristo. Kwa hiyo unapotoa hapa duniani, kwenye ulimwengu wa roho Kristo Yesu amepokea, kwa sababu kuna watu wamewaweka hapa duniani waendeleze kufanya hilo jukumu kwa niaba yake. Sasa angalia mstari wa 9. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi aliyeteuliwa kupokea sehemu ya 10, kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Tunakumbuka alikuwa kwenye viuno. Mungu anasema alikuwa kwenye viuno vya baba yake. Mungu huwa anaona mwisho kabla ya mwanzo. Aliona mbegu ya Lawi iko kwenye viuno vya Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahimu alipokuwa anatoa zaka na mpa Melkizedeki, Mungu aliona mpaka na watoto aliowabeba kwenye viuno vyake na wao pia wanatoa sadaka, na wao pia wanatoa sehemu ya 10. Unapolala nje ya ndoa, Mungu anaona mpaka na uliowabeba wanashiriki uchafu huo, na kuna vitu vinaambukizwa kwenye maisha yao. Ukivunja matokeo ambayo yangefanyika kwenye kitanda halali, ukivunja matokeo hayo yatakuwa kinyume kwenye kitanda hicho kibovu. Angalia hapa mstari wa 9, nirudie nene mpaka wa 10. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi yapokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Hiyo ndio pointi ambayo nataka uipokee. Amen. Jiulize swali hili: kwa nini mzazi akienda akafanya agano na miungu, kwa nini wale mapepo wanawafuatilia mpaka watoto wake? Wanasema hajatutolea dhabihu, ametusahau, amevunja masharti, na haukuwepo. Na mtu huyu ambaye hana Mungu akienda kwa mganga anaambiwa wakubwa wamekasirika ambao wewe huwajui. Halafu atakwambia baba yako alikuwa na agano hili, alitoa dhabihu hii, na hawa jamaa wanafuatilia. Kwa nini wana haki zote? Kwa sababu wakati baba yako anafunga hilo agano, na wewe ulikuwa kwenye viuno vyake. Kwa hiyo wale mapepo wanahesabu wote watakaozaliwa walikuwako.
Jamaa mmoja kuja kuniona hapa, miaka mingi imepita. Ananiambia, mchungaji, umeongea somo ambalo limegusa maisha yangu. Nikamwambia twende nyumbani tuongee. Tukakaa naye hapo ndani. Akasema, nimekuwa na kitu kifuani kwangu miaka. Ni kama kuna rundo au kama chuma kigumu kiko kifuani. Nikajua ndivyo ambavyo Mungu aliniumba. Tangia nikiwa mdogo nakisikia hicho kitu. Na wakati anasimulia hivyo, alikuwa ametoka kuongea na baba yake. Kwa amesoma vizuri, ameajiriwa, na kuna wakati alifanikiwa akapata mali, fungua duka, jenga nyumba nzuri. Alafu ghafla alianza kuporomoka. Aliingia magonjwa ya hatari nyumbani. Piga watoto, piga mke, piga yeye. Akajikuta ameporomoka, duka likaisha kuuguza, na alikuwa anasoma mpaka na nyumba akauza. Amerudi nyumbani kwao kijijini kumsimulia baba yake aliyomkuta. Alipokuwa anamsimulia ananiambia, baba yangu akaanza kulia. Nikamwambia, mzee, unalilia nini? Akasema, kijana wangu, acha leo nikusimulie. Unaona kaka yako mkubwa alikuwa ameenda mpaka hapa akaporomoka. Sasa hivi ni mlevi, analala kwenye mitaro. Unaona aliyefuata, unaona na aliyefuata. Unaona baba yako mkubwa na baba yako mdogo kwenye tumbo letu, wote hali zao ziko hivyo. Ndio nilikuwa nafikiria wewe angalau utatoka, na wewe umeniletea story ile ile. Sasa wacha nikupe simulizi. Anasema huko nyuma baba yake na baba yake alioa wake. Alikuwa na mke mkubwa ambaye ndio tumbo la huyu bwana. Akachepuka. Alipochepuka akazaliwa mtoto kule. Alipozaliwa mtoto, alipokuwa mzee akamleta nyumbani. Si ndo mwenye mji? Huyu ni kaka yenu. Anambia na mama, huyu ni mwanao. Wapi mwanao? Damu yangu hii. Kwa hiyo akakaa naye pale nyumbani. Waga tuishi milele, ndo tatizo linapokujaga. Ukifurukuta unakuja unawaachia kesi wanaobaki. Mzee akafa. Kwa kanuni za kabila lao, silisemi, mtoto wa nje ya ndoa halali haruhusiwi kupata urithi. Kwa hiyo ng'ombe wakagawiwa kwa wale wote wanaotambulika. Wajomba wamekuja, kina babu kasimamia mila na desturi za kabila lao. Kawapa. Huyu haram hakupewa hata kitu. Aliumia sana. Akawaza moyoni, mimi sikupanga, sikumshawishi baba yangu aenda akachepuke. Mimi nimejikuta tu nimetokea. Ndugu zake wakakaa wakasema, jamani, tumepewa, lakini na huyu naye damu ya baba. Wakaamua kuchukua tu ng'ombe tuchache wakampa na yeye, angalau apate kamahari kakuolea, na yeye kidogo ajisikie kutoka kwa baba yake. Kumbe jamaa ameshaumia. Nje anapokea mali, ndani ameshajeruhika. Mimi sio hapa. Alibeba ile mali yote, wale ng'ombe wote akapeleka kwa mganga. Akasema, nakupa hao ng'ombe wote, hakikisha ile familia hakuna anayefanikiwa. Na kwa sababu ametoka kwenye viuno vya mzee, akawa lango la kupitisha laana kufata hiyo damu. Na kwa sababu ametoa mali ambayo ni mali ya familia, ni lango la kuigusa familia. Walifilisika wote. Ng'ombe wote waliisha, wakawa masikini na watoto wao. Lile agano linafuatilia damu. Sasa kaniambia, nilikuwa nimebakia mimi, nimepanda, sasa hivi duka limeisha, nyumba nimeuza, magonjwa kibao. Nikamwambia, kasikia betri na charge ndani. Kama hiki tunatakiwa tuivunje. Nikamwambia, piga magoti kwa jina la Yesu. Alijaa kifua kama vile umemjaza na compressor. Nikasema, wow, hii staili gani leo hii? Moto. Ujamaa shatabasti hapa sebuleni. Alianza kugalagala hapo chini ya meza, tunavutana. Nyofoa huko, moto mpaka alikanyaga ile kichanja kimoja hapo cha meza yangu ya mbao akakivunja. Nitaka nimwambie sawa, umepona sasa unilipe, lakini nikaona
moto. Lile dude kifuani likaondoka. Akasema, mchungaji, nimesikia lile dude limeondoka. Kuanzia hapo Mungu akaanza kubadilisha maisha yake. Ikapita miaka, aliendaga huko kusoma, akamaliza sijui masters sijui nini, tukapotezana miaka. Ilikuwa mwaka jana nafikiri mwezi fulani, nateremka naenda kule chini kwenye ofisi za huko. Nakutana na jamaa mmoja kapiga suti moja kali, ndevu zimepangika. Tunafahamu ukiwa na hela hata ndevu waga zinakaa namna fulani Hela ikigoma ndevu zinaga adabu. Wakati nagundua huyu jamaa kapigika, zinakaa kama mizizi ya miwa yani. Hii imekaa hivi, afu nyingine kwa ukorofi tu inapinda inaingia puani, yani tu upige chafya. Waga zina ukorofi fulani hivi. Haleluya, amen. Akaambia, Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, amina. Mchungaji, sisi kama unanikumbuka. Sura inakuja inaondoka. Maana jamaa kanawili. Wewe unakumbuka hata ndugu zake Yusufu walimsahau. Nikamwambia, nani? Nikamwambia, mimi ndo yule mwaka ule. Ndo wewe. Bwana wapi? Akaniambia, niko sehemu fulani na miliki mgodi. Nikamwambia, wewe. Afu namba yako nilipoteza. Nikamwambia, nilibadilisha namba. Siku hizi na namba ya kiroho 333777. Namba ya kiroho. Jamaa kaichukua namba hapo. Alisema, mchungaji bwana, sasa kuna kama mafuta kanakuja. Kuna mafuta fulani hivi ya 200,000 akaingia. Hivi kuna mtu anajua kusema amina siku hizi? Akanambia, Mungu ameniinua, bado nafanya kazi ya serikali lakini bado nimeingia kwenye madini. Mungu amenibarikia baada ya kuvunja ile laana. Bwana Yesu asifiwe. Usivichekee vitu ambavyo unaviona ni kinyume ukaviacha vinatawala maisha yako. Fuatilia kwenye ulimwengu wa roho, nyie mmetokea wapi? Vunja hiyo kitu. Unaona uwezi kuvunja mwenyewe, shirikiana na wengine. Njoo kwa watumishi, vunja hiyo. Inawezekana huko nyuma haukuwa gepo, ulikuwa kwenye viuno vya jamaa akayakoroga, na wale jamaa wakapata kupenya. Wanaangalia ni mbegu gani itaungana na yai. Ikifanyika mtoto na wenyewe na ripoti, tuna uhalali na huyu. Adamu alipopoteza kwenye madhabahu ya Edeni, dunia ikaenda kwa shetani. Alipokuja Yesu, shetani alimwambia, nitakupa hivi vyote kwa sababu viko mikononi mwangu na huwa nampa yeyote nitakaye. Na Yesu akusema, hamna, wewe sio vyako. Anakumbuka agano Adamu alivunja, akaingia mkataba na shetani. Yesu akumwambia shetani, unadanganya. Alijua kuna sheria kwenye ulimwengu wa roho huwa zinasimama, na sheria huwa inavunjwa na sheria. Ndio maana Paulo akasema, sheria ya dhambi na mauti inavunjwa kwa sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo chochote ambacho ni zao la sheria ya dhambi na mauti, agano lolote ambalo uliingia, ujinga wowote ambao uliufanya na ukaleta matokeo, yale matokeo huwa yanaambatana na roho iliyo ndani ya ule ujinga ulioufanya. Na hiyo itakuwa ni sheria ya dhambi na mauti, itatesa mpaka vile vinavyozaliwa. Mara moja mgeukie Yesu, tubu, halafu ita sheria ya roho wa uzima. Na ndio maana Paulo alisema, nataka kufanya jema, lipo lililo baya. Kuna spirit imenifunga ndani yangu, napenda nimpendeze Mungu. Mwili wangu unanipeleka nifanye nisichokitaka. Masikini mimi, nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Sura ya 7 ya Warumi. Sura ya 8 akasema, ashukuriwe Mungu katika Yesu Kristo, kwa maana sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Asubuhi ya leo Mungu akakufungue kila eneo lililofungwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu mtu mmoja aseme amina ya kueleweka mahali hapa. Narudia tena, mtu mmoja aseme amina iliyoshiba mahali hapa. Ndoa na iheshimiwe na malazi yaweje? Yawe safi. Mwandishi wa Waebrania akasema, hata Lawi, Ibrahimu alipoenda kuonana na Melkizedeki, miaka imepita. Kumbuka ili Lawi yapatikane lazima Isaka azaliwe, Yakobo azaliwe, uzazi uanze. Miaka imepita, lakini ulimwengu wa roho unaona, tangu babu Ibrahimu ulikuwako Lawi. Nilikuwa sijitambui, ndio, lakini ulikuwako.
Kumbuka babu yake na Lawi ni Isaka. Baba yake na babu. Hivi baba yake na babu tunamhitaji? Anageuka nini anakuwa baba yetu? Hivi Viswahili vya siku hizi. Hebu sema babu mkubwa. Haleluya. Chochote unachokifanya kwenye ndoa yako, unakifanya kutoka madhabahu ya Mungu. Mwambie jirani yako, hivi unaelewaga siku hizi? Chochote unachokifanya kwenye ndoa yako kinatoka kwenye madhabahu, na vyote vinavyozaliwa aiza Mungu atafuatilia kwamba ana chake. Na ndio maana watoto wa ndoa takatifu haupaswi kuwakatia tamaa, hata kama unaona umepinda pinda. Mungu wa hilo agano huwafuatilia hawa. Nakwambia, mimi nafahamu watoto wa wapendwa, watoto wa watumishi ambao wamepinda, na wananiambia wazi, pastor, kwa kweli nimepinda, lakini najua yani hapa natoboa kwa sababu ya mama au kwa sababu ya baba. Ukumbuki Mungu alimwambiaje Musa? Wamenitibua hawa jamaa, nikikaa hapa nitawaua. Nendeni na malaika atawafikisha Kanaani, kwa sababu nilimwapia Ibrahimu. Mandarabo zakarabayanda. Wanatembea kwenda Kanaani, mahusiano yao na Mungu ni mabovu, lakini wanafanikiwa, mataifa yanapigwa, ushindi unapatikana, wanakula chakula toka mbinguni, wanapata maji kwenye mwamba, nguo hazichakai, miguu haivimbi, hakuna magonjwa, lakini sio kwa sababu yao. Kuna ulimwengu wa roho unafuatilia. Babu yao tulikaa naye sawa sawa, hata hawa, kwa sababu niliahidi babu, hilo agano lazima litimie. Bwana akutendee katika jina la Yesu aliye hai. Bwana awatendee watoto wako katika jina la Yesu aliye hai. Una haki ya kusimama mbele za Mungu na kumwambia Mungu, unajua niko mbele zako sawa sawa. Watoto wangu siriziki na hiki kinachoendelea. Kumbuka agano lako na mimi. Hebu mtu mmoja aseme amina. Narudia tena, mtu mmoja aseme amina. Hebu fungua Luka sura ya kwanza. Riko shanta reba yandara bazeka. Luka sura ya kwanza, tuanzie mstari wake ule wangapi pale? Maraba yande rebo zanto. Hebu tuanzie mstari wa 5. Umefika? Mimi nimefungua bwana. Luka sura ya kwanza, tuanzie mstari wa 5. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wazamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wazao wa Haruni jina lake Elizabeth. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Hii hapa inakupa kwamba ndoa imeheshimiwa. Hawa ni wenye haki, mke na mume ni wenye haki mbele za Mungu. Na ndio maana wewe ambaye unashauriwa na mtu ambaye imani yake huijui, alafu anakuambia tu hata na mimi nasaligi kwa dini yangu na nitakuacha na uendelee kwa dini yako, mnachanganya madhabahu mbili tofauti hapo kwenye hicho kitanda. Wale ambao mnawaefupistisha, ukiefupistishwa, efupistika na umtafute Mungu wa efupicity. Usimwambie tu utakuja kanisani kwetu, alafu pale mishoni mchungaji kimeanza kuhubiri, huwa anasema wanaomtaka Yesu, na wewe unapita mbele. Alafu utaongozwa sala ya toba, tayari utafundishwa miezi 3, utabatizwa, alafu unakaa mwezi mmoja wa kuvungishia, alafu unaenda kanisa, unaenda ofisi ya mchungaji, unamwambia nataka kuoa. Mpe script. Hamna noma. Unaenda kujenga madhabahu ni wewe. Si chaga zijenga miaka mingi na Wanyeramba wetu. Haleluya.
Mbona mnaangalia vibaya? Kuna kitu nimeongea sio kizuri? Maki unaona mwingine anajitengeneza, mwingine anajiweka. Yaani nimeona kuna kitu fulani kamepita hapa. Wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ikamwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina... Kumbe wakati tunafunguaga mtamkie mtoto wako maneno mema tangu akiwa tumboni mwako. Kama kuna mtu bado anakumbukaga kusema amina, aseme atajazwa tangu tumboni. Yaani kumbe Mungu, huyu Mungu ni wa ajabu sana. Unakumbuka Yakobo na Esau kaka yake, Mungu aliongea kwa habari yao. Alimwambia Rebeka, akamwambia mataifa mawili yatapigana, yatafarakana tangu tumboni mwako. Kumbe roho ya mafarakano, roho ya chuki inaweza kuingia ndani ya mtoto tangu akiwa tumboni. Sinafahamu kuna uwezekano. Unajua mimba waga iangalie kama mmelala pamoja mmekasirishana au mnacheka. Mimba inaingiaga tu. Hawanielewi. Unaweza kama umegombana na mume wako na bado hujamsamehe. Mtakaposhiriki tendo la ndoa, mimba haiwezi kusema ngoja kwanza hasira iishe. Mimba inaingia na hasira zenu. Na ndio maana kuna watu wanabakwa na wanapata nini? Mimba. Kuna vitu naongea hapa, si kama kuna watu wananifuatilia. Madhabahu kitanda. Mnapolala, kama kuna neno hamjalimaliza, hapo ni madhabahuni. Na wanashauri mara nyingi mkitaka kuyasuluhisha vizuri muwe mmelala, hata kibao waweze wakiunukagi vizuri kwa mmelala. Myaongee mko ndani ya shuka moja. Baada ya msamaha mingine mimi usiniulize, sipo. Wewe unacheka, ulikuwepo? Sasa Simba wa Yuda. Mungu anamwambia Rebeka, hii itaanzia tumboni. Sijajua mahusiano ya Rebeka na Isaka yalikuwaje mpaka watoto. Kuna mtu mmoja alisema hivi, mimba inayokataliwa, na nyinyi mtaniunga mkono maana iko kwenye jamii sana huo msemo. Baba anayekataa mtoto kakizaliwa automatically kanajikuta kana chuki na huyo baba. Akataka hata kubebwa na yeye. Cha pili, mtanikubalia, kwenye jamii wanaamini kwamba mama aliyekunywa dawa atoe mimba na haikutoka, mtoto akizaliwa huwa anakuwa na chuki fulani na huyu mama bila kujua kwa nini anamchukia. Ile ni roho. Asanteni kwa kuniangalia vizuri. Mungu akamwambia Rebeka na Isaka, kuna ngumi zitaanzia tumboni. Na cha ajabu, walipokuwa wanazaliwa, Isaka ndo ametoka kulwa. Doto Yakobo alitoka ameshika kisigino cha kaka yake. Unajua ni ujumbe nini kuambia ambao mko duniani? Tulikuwa na issue hatujaimaliza, jamaa akaamua kuchomoka, tuna kesi ya kumaliza.
Amemshika kisigino. Unaenda wapi blaza? Anaambia bwana wewe mimi muda wangu wa kwenda, uambia tunaenda. Yaani jamaa katoka ameshika kisigino. Hawajasuluhishwa mpaka leo. Kwa sababu huyu baba na mama hawakuheshimu hicho kitanda na kukaa chini na kuwapatanisha watoto wao. Ile chuki iliendelea na iligawa familia. Esau akapendwa na baba, Yakobo akapendwa na mama. Yaani palipasuka kuanzia kitandani, chumbani, ikaingia mpasuko mpaka chumba cha watoto. Baba anataka kufa kwa raha zake, macho hayaoni. Akasema Esau, hakushirikiana hata na mke wake kwamba ni wakati wa kutoa urithi, ita watoto wako. Alimwita Esau chemba. Njoo. Rebeka akasema huyu mzee amekaribia kufa, wakikaribiaga kufa wanatoaga urithi. Acha nisikilize. Akaenda kubana. Inafika mahali mke badala ya kuongea na mume wake anabana kusikiliza wakitandani kwake anaongea nini. Jamaa akasema kanitafutie windo, mnyama mzuri, mtengenezee mwanangu, nataka nikubariki. Esau akasema haya. Rebeka akasema ngoja. Yakobo unajua wakati tunakuwa pale Nzega kuna wahuni wa enzi hizo miaka hiyo, kwani tu mabitozi miaka hiyo. Nakumbuka mbali sasa hii mabitozi wako naitwa. Jamaa mmoja bwana, sisi tumekuwa, yeye kwa mkubwa tunamuita blaza. Tuko tatu anaitwa Cash. Unaona? Yaani tukiwa na masela wengine, bwana Cash vipi? Anambia shwari mwanangu Cash. Hebu sema Cash. Kuja kufuatilia bwana, kumbe anaitwa Kashindi. Sasa wakaona ili waiweke ikae vizuri Cash. Kumbe Shindi. Sasa Enoki, John Magidi. We dada, bibi harusi. Huyu anaitwa Giidi. Sawa? Ukiamka asubuhi mwangaruka Giidi. Hallelujah. Hivi nilikuwa nasemaje kweli? Kwa hiyo watoto, mama geta Yakobo, njoo. Nimemsikia baba yako anataka mbariki kaka yako na hajanishirikisha. Sasa kalete mbuzi. Najua msosi anaoupenda huyu mzee. Kumbe wazee wa mama, kumbe usihangaike sana. Wewe mpikie msosi. Atashusha baraka zote. Shauri yenu. Mbuzi akachinjwa, mama kampelekea Yakobo, peleka. Mama mimi softy. Esau kakomaa, ngozi ya mbuzi hiyo hiyo, funga. Jamaa kapeleka. Shikamoo mzee, nimekuletea mboga ulioipenda. We nani? Esau. Wewe, hii mbona sauti ya Yakobo? Esau unamjua? Leta mkono, kushika hivi ngozi ya mbuzi. Akasema huyu ni mwanangu Esau. Hapo ndo ujue Esau alikuwa amekomaa kiasi gani, mpaka ukishika ngozi ya mbuzi unajua ni yeye. Hebu mshike mkono wako jirani yako moja mkono, mwambie da mwanangu, kama kenge hivi. Sasa alafu nyewe vijana wengine hamna adabu. Yaani kama vile nimempa nafasi ya kushika binti wa watu. Hebu mtu mmoja aseme amina kwa Yesu Maria. Esau anarudi, mama na baba anamwambia, umekuja mwanangu Esau? Tumeshapigwa. Vita ilianzia chumbani, malazi hayakuheshimiwa. Ile spirit ikaingia mpaka kwa watoto tumboni. Walivyopasuka baba na mama, na watoto wakatoka wana kesi tangu tumboni. Na mpaka leo hii Esau akakimbia huko kwa baba mkubwa Ishmaeli, na akaenda akaoa tena mwanamke mwingine huko wa kabila lingine ambao walikuwa ni wazao wa Ibrahimu, ambao na wenyewe walichukia kwa sababu waliona Mungu anakuwa na ahadi na wachache. Ikatokea nini? Wakazaliwa Waedomi ambao wamekuwa maadui wa Wayahudi mpaka leo. Wakazaliwa na Waarabu au mataifa mbalimbali toka uzao wa Esau, na kujumlisha na wale wengine watoto wa Ketura na Wanani, wote waliungana wakaweka timu moja, wanaiangalia nyumba ya Ibrahim na nyumba ya Yakobo. Esau akaamua kukomaa, na mpaka leo hizi napigwa. Hakuna cha Umoja wa Mataifa wala nani, ni mpaka Yesu atakaporudi. Ilianzia wapi? Kuna mahali kwenye kitanda, agano, madhabahu, heshima, ndo. Mtu mmoja aseme amen na Maria. Nasema mtu mmoja aseme amen na Maria. Mungu akamwambia mama yake na Samsoni, akizaliwa huyu ni mnadhiri wangu tangu tumboni, asinyolewe nywele.
Ile ndoa ilikuwa imekaa vizuri, ingawa Samsoni alipinda baadaye, lakini kwa sababu ya agano Samsoni alimaliza kwa ushindi. Mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Yeremia akaambiwa, nalikuchagua na nimekutenga tangu ukiwa tumboni mwa mama yako. Mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Narudia tena, mtu mmoja aseme amina. Kama unanielewa, hebu piga kelele kwa Yesu Kristo aliye hai. Oh, haleluya. Haleluya. Mtu malizia andiko la mwisho tukamshukuru Bwana. Kutoka sura ya 10. Kutoka sura ya 10. Yesu Kristo. Kutoka sura ya 10, nianzie mstari wa kwanza hapo. Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, kwa kuwa mimi nimeufanya moyo wake mzito, nipate kuzionyesha ishara zangu hizi kati yao. Nawe upate kusema masikioni mwa mwanao na masikioni mwa mjukuu wako, ni mambo gani niliyoyatenda juu ya Misri. Unaona mambo yanavyoenda kwa vizazi, juu ya Misri, na ishara zangu nilizofanya kati yao, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania asema hivi, je, utakataa hata lini kunyenyekeza mbele za Mungu? Wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Au kwamba wakataa kuwapa kuwapa hao watu wangu ruhusa waende zao, tazama kesho nitaleta nzige waingie ndani ya mipaka yako, nao watafunika uso wa nchi, mtu asipate kuona hiyo nchi. Nao watakula mabaki ya hayo yote, ya hayo yaliyopona, yaliyowasalia baada ya ile mvua ya mawe. Watakula kila mti umeao kwa ajili yenu mashambani, na nyumba zako na nyumba za watumishi wako na nyumba za Wamisri wote zitajawa na nzige, mfano wake baba zako wala baba za baba zako hawakuwaona tangu siku walipoanza kuwako juu ya nchi hata hivi leo. Basi akageuka na kutoka kwa Farao. Ndipo watumishi wa Farao akamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Wape watu hawa ruhusa waende zao wamtumikie Bwana Mungu wao. Hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha kuharibika? Napenda sana hii sentensi. Yeyote ambaye atakazana kukushika na kukuzuia ni kwa uharibifu wake yeye na uzao wake. Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu. Lakini ni kina nani watakao kwenda? Angalia majibu ya Musa. Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu. Tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Kwa lugha nyingine, Musa anamwambia Farao hivi, agano letu ni sisi na Mungu wetu, na hilo agano linakuja mpaka kwa watoto, mpaka kwa wajukuu, na mpaka kwenye mali tunazozimiliki. Zote ziko kwenye agano. Tunapoondoka hatuendi sisi tu, tunaenda na vyote kumtumikia Bwana. Nasema namna hii, wewe na nyumba yako wote mkamtumikie Bwana. Wewe na uzao wako wote mkamtumikie Bwana. Agano lilonalo na Mungu wako likufuatilie wewe, lifuatilie watoto, lifuatilie wajukuu, lifuatilie mifugo, lifuatilie biashara, lifuatilie kazi yako. Popote unapoenda, agano la Bwana likuinue kwa jina la Yesu aliye hai. Naomba useme amina iliyoshiba mahali hapa. Farao aliposikia hilo, ukisoma kule chini, akamwambia Musa, no. Nyie watu wazima nendeni, njiani kuna hatari, watoto itakuwa mzigo. Watu wazima nendeni, waacheni watoto na mifugo, kamtumikieni Bwana, akijua wakienda wao wameacha mali na watoto, vitawavuta kurudi Misri. Usiruhusu biashara iendeshwe na shetani. Wewe uko kwa Mungu, itakuvuta urudi nyuma. Musa akamwambia, pata pigo kwanza la nzige ndio upate adabu. Pa! Nzige. Farao akapata akili. Njooni Musa, sasa na waruhusu. Akatoa ruhusa ya pili, akasema, na watoto wenu chukueni, ila mali zibaki. Musa akasema, hebu pata lingine tena la tatu, la giza. Pa! Farao akasema, njooni. Mwisho kule aliomba po. Akasema hivi, sasa na waruhusu nyie, wake zenu,
watoto wenu na mali zenu. Na akamwambia Musa hivi, hautaniona uso wangu tena. Yaani hiyo ni habari njema sana shetani kukuambia, hautaniona tena. Unaona kunaga amina. Mungu wa agano akutetee mpaka shetani aseme unioni tena. Hakuna raha kama hiyo. Mungu akuinue kwenye mtaa ulionao mpaka wachawi wote waseme hautaniona tena. Sema amina moja iliyoja. Kwenye ofisi unayotumika agano la Bwana likuinue mpaka wale walio kinyume na wewe waseme hautaniona tena. Na Musa akamwambia Farao, umenena vema kwa sababu sitakuona tena. Farao alipojaribu kuwafuatilia ili waonane tena, Mungu aliwazika kwenye bahari ya Shamu. Wale maadui unaoona leo usiwaogope. Wanaendelea kukufuatilia na kuahidi hautawaona tena. Na ndio maana Musa aliwaambia wa Misri msiogope. Aliwaambia wa Israeli msiogope. Hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Hebu gonga 5 kwa jirani yako, mwambie hautawaona tena. Geukia na kwa mwingine mwambie hautawaona tena. Angalia na mwingine tunagonga high five, mwambie hautawaona tena. Kwa nini usiwaone tena? Kwa sababu una agano na Mungu aliye hai. Watoto wako watazingirwa kwa damu popote walipo. Shetani akiwatafuta hatawaona, kwa sababu Mungu haangalii watoto, anaangalia agano na mzazi wao. Ramayanda rabasaka. Hebu walionielewa waseme amina. Nasema walionielewa waseme amina. Walionielewa wapige kelele. Naomba usimame kwa miguu yako.